ili tutengeneze kiroho ambacho kitakwenda siku nyingi mbele ama siku zote zinazokuja. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hoja yangu hapa ni kwamba kuna haja sasa, kwa sababu mimi siamini kwenye tukio moja kubadilisha jamii ama ulimwengu. Ninaamini kwenye maeneo mengi ambayo watu watakuwa wakiangalia na kuona ni kweli ukombozi waweza kutoka katika hao. Kabla sijafundisha huko, nisome moja ya kitu ambacho wanaamini haya mambo yatatakiwa yawe hivi. Hebu tuende kwenye Zakaria. Zakaria sura ya 8 mstari wa 23. 23 tu. Zakaria sura 8 mstari wa 23. Zakaria sura ya 8 na ule mstari wa 23 anasema, Bwana wa majeshi asema hivi. Anasemaje? Siku hizo watu 10 wa lugha zote za mataifa wataushika upindo wa nguo yake yeye aliye Myahudi. Naam, wataushika wakisema, tutakwenda pamoja nanyi, kwa maana tumesikia kwamba Mungu yu pamoja nanyi. Bwana asifiwe sana. Watu 10 wa lugha zote za mataifa. Manake watu wa maana, watu waliochaguliwa, watu wa maana katika lugha zote za mataifa watashika pindo la Myahudi aliye Myahudi kweli. Hili neno Myahudi na neno Mwisraeli. Wengi watu Israeli kilikuwa fumbo la Mungu kutafuta watu wake, wala si Wayahudi wale. Na mimi nakuhakikishia nje ya Israeli wametokea na watatokea watu waliogusa zaidi moyo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nataka niendelee kuamini kwamba katika ibada tulizofanya na tutakazozifanya, kwa sababu ibada tutakazozifanya hapa mbele zitakuwa na akili kubwa sana. Kwa maana nimekwambia mwaka ujao na kaenda zake tutasoma mapema kabisa. Amina. Kwa ni mwaka wa kwenda kwa utakatifu. Haleluya. Mwaka wa kufanya kwa shabaha. Amen. Amen. Wakati mwingine wewe nikwambie, wanadamu tumetoa juhudi nyingi sana ya kutaka Mungu aonekane, tukikosa shabaha ya wapi tukipiga na tutakapoonekana. Ni kweli. Kwa hiyo sasa nataka nianze kujadili ni wapi tutapiga. Haleluya. Tujadili mpaka tuone wazi. Tutaonyeshana maeneo kadha wa kadha yanayoonekana tukipiga pale. Piga pale. Lakini tutakuwa tunaonyeshana ili tuone penyewe kabisa. Njia ya Mungu kufunuka na kuwa wazi, uwezo wake, nguvu zake, kima yake, maarifa yake kuwa wazi, sio ndefu kama tunavyoipita. Tumewekeza nguvu nyingi kwenye kutabika sana kwamba humo ndimo tutakamuona Mungu. Na pengine hiyo ndio imekuwa njia ya Mungu kuamini kweli we are serious. Tuko serious, nataka aonekane. Lakini Mungu mwenyewe hataki tumtafute kwa taabu. Hataki tumtafute kwa taabu, kwa namna yoyote ya kuumia. Mungu anataka tujue anakuaga wapi, kwa sababu gani. Hataki tumtafute kwa taabu. Mimi nakuhakikishia Mungu hataki tumtafute kwa maumivu. Anataka tumkae mahali, mkae, muombe, mujifunze, mjue nitaenda kugusa nini wapi
Saa ngapi kitatokea hivi? Amen. Na nawahakikishia katika maisha na siku ambazo tutaendelea kidogo hapa mbele, mtashangazwa sana nguvu tutakayoitumia kumtafuta Mungu, lakini matokeo yatakayotokea yatakuwa makubwa sana. Nguvu haitakuwa kubwa sana. Ndio maana ngoja nipe mfano mdogo. Na siku za karibuni hapa, pengine hata mmeshuhudia, hata nguvu ya kuhubiri mimi sio kubwa sana. Lakini nina uhakika maneno ninayozungumza yana afya aidha ile ile ya nguvu kubwa au hata zaidi ya ile nguvu kubwa. Amen. Kwa sababu mara nyingi nimekuwa nikisema mtu nitaka tu nijue tutafanya nini? Tutafanyaje? Kwa sura gani? Kwa namna gani? Nijue hata kuzungumza. Hata kama watu watapotea, hata kama watu watarudi nyuma, hata kama watu wataona tumepoa, lakini tujue tu tulitakiwa kufanya. Amen. Kwa sababu target ya mimi sio nye watu 12. Sio nye watu 7. Target yangu mimi ni kuokoa dunia yote. Najua ni wazo gumu. Ya tuko na ngwela na Robert. Kwa sababu wanadamu ni Mungu amesema mimi ni mwashinda, unasema unaweza kajaribu. Lakini mimi ni mwashinda. Sema lugha zinazungumzwa za upole wa kila aina. Unaiona huruma ya Mungu ya chini kabisa ya kwamba sitaki mteseke. Kama Mungu aonekani, unaona huruma ya kawaida ya mwanadamu mwenzao. Kweli. Anasema mimi naishi kuteseka sio lazima. Mifano ya chini na ya kawaida, lakini wamekaa mbali kabisa. Anasema wewe utake tuteseke, lakini sisi tunaogopa aibu ya kwamba tutaokokaje katikati ya watu ambao tumesikia wametukana sana. Sisi wenyewe, mimi mwenyewe nimehusika kuwatukana. Tumeiona hiyo huruma, tumeona kweli kabisa Mungu atake tuteseke, lakini tutaamuaje? Kwa hiyo tumekuelewa, lakini hatuwezi kuamua. Wengi msema mmoja ndio anasema kwamba wakati ng'ombe anaomba sibali naendelea, nilikuwa na maumivu ya tumbo, nimeponywa. Lakini niliposema piteni mbele uokoke, si utubu ama uelezee, nasema naogopa watu. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo unaweza kufika mahali ukakata tamaa, ukasema hapana, Mungu huwa tu. Amen. Hatutaweza. Kweli wewe ulishindwa, wewe ni nyani mzee, wewe ni mzee wa siku. Sisi kweli hatuwezi. Alijaribu kulazimisha Musa kwamba Bwana hapana, ndio tujaribu tena. Ulimwambia Musa pengine jaribu wewe, mimi nimefika mwisho. Walijaribu akina Yesu. Wale wengine ukikaa chini na kusema, mimi nani? Walioshinda wale, mimi nani? Mimi niwaambie, mimi nikiishi nafikiria kufanya kazi kubwa kuliko aliyefanya yote yeye. Amina. Na sitatoa gharama kubwa kama ulioitoa. Nataka kujua ni mambo gani waliotakiwa kuyafanya ambayo yangemaliza mchezo mapema. Kuna kitu ambacho ninaposema haya inabidi ufahamu. Ya kwamba Yesu tutaja alifunga siku 40 au aliongoza na Roho siku
baada ya hapo hakufunga tena. Yaani hakuwahi tena kufunga miaka 3. Lakini alifanya vitu vikubwa. Sio kwa sababu ni Yesu. Yesu aliweza sana kufikiri na kutisha fahamu zake muda wote juu ya Mungu. Amen, amen, amen. Ni kweli, ni kweli. Kwa baadaye akili zake zilizoeshwa kupiga target. Amen. Nikwambie mtu yoyote mwenye akili, mzazi yoyote, uwekeza vitu kirahisi sana kwa mtoto mwenye fikra ya kutaka kujua baba alikuwa anafikiri nini. Amina. Yaani mzazi hawekezi nguvu tu kwa mtoto mwenye bidii. Mwenye bidii bila akili huharibu vingi. Na huwa inakuwa ni aibu ya mzazi. Yaani Yesu ni mmoja wa watu ambao walitumia akili kubwa tu ya kujua na kukaa kwenye mazingira ambayo wangejua Mungu anafikiri nini. Kama ni kwenda kugusa na kuweka mkono juu ya mtu, alienda on target. Kujua huyu Mungu anataka kweli ni mgusi. Amen. Amen, amen, amen. Sasa ukiangalia baadhi ya watu utaona hawajajitoa kujitesa, kujidhabihu, kujiumiza kama tulivyojiumiza, tunavyojiumiza na tutakavyoendelea kujiumiza. Amen. Lakini walifanya mambo yenye mshindo, mengi yenye mshindo. Kwa hiyo mimi nakusudia kusoma sana kina Musa walipita wapi? Amen. Walifanya nini? Elia alipita wapi? Alifanya nini? Yeremia alipita wapi? Alifanya nini? Yesu alipita wapi? Alifanya nini? Eneo gani ambako akiguswa lile waliotaka litendeke litatendeka? Kwa sababu karibu wote wanaotaja, kila aliyejaribu kujitokeza alikuwa anataka amalize mchezo yeye. Ni kweli. Bwana. Na kitendo cha Mungu kuacha ulimwengu mpaka sasa, anaona kuna watu kwenye mioyo wanasema mimi ukiniacha naweza nikajaribu. Sasa mimi binafsi kuna vitu vingi nimeviona kwamba hakawawa kufanya. Na mimi nikija kujazia na haka. Sasa Mungu kale akawezi kuzaa yale, kwa sababu kuna walioyafanya ambayo nawe lazima uyafanye. Kuna walioyafanya katika mengi waliofanya akina Elia, akina Musa, akina Yesu. Katika mengi walioyafanya kuna mambo ambayo lazima uyafanye ndipo uchanganye na kale. Bwana asifiwe. Sasa mimi nitatamani sana kwamba kama Mungu ataniacha aone sababu kwamba pengine taweza, kwa sababu kusema nitaweza na kufanya yanayofanyika, yanayotakiwa uonyeshe utaweza ni vitu viwili tofauti. Ndio. Kuna vingine ni shauku zetu tu za kutaka uendelee kuwepo kwa sababu ya kitisho cha kifo ambacho unawahurumia watakaobaki duniani. Lakini unakuta jitihada zenyewe za kutaka kweli uonyeshe Mungu akuache ziko pua, ni za hovyo. Yesu asifiwe. Kwa hiyo mimi ninachojaribu kukiamini hapa ni kwamba huyu Myahudi anayesemwa hapa, ambaye watu watakwenda kumshika upindo wa vazi lake wakisema
tutakwenda pamoja nanyi, kwa maana tumesikia kwamba Mungu yu pamoja nanyi. Watu watakwenda kushika pindo, watu watamtafuta wakashike pindo lake na kulazimisha waende pamoja naye kokota na kokwenda, kwenye ibada yoyote anayokwenda kufanya, kwenye maelekezo yoyote, kwenye mlima wowote, kwenye nyumba yoyote, kwenye ghorofa yoyote, kwenye pagara lolote, kwenye msitu wowote. Mimi ninaamini kuna watu watataka kwenda kufanya chochote tutakachokifanya tena bila kuuliza. Watasema tutakwenda kuabudu mnavyoabudu bila kutuambia mtaabuduje. Amen. Amen. Tutakwenda kuabudu mnavyoabudu. Yaani usituelekeze sisi tunaombaga muda mrefu. Usituelekeze sisi tunavaaga nguo ndefu. Usituelekeze sisi tunahubiriana masaa mengi. Hayo usituelekeze. Sisi tutakwenda kuabudu na kufanya yote mnayofanya, kwa sababu tumeona maana ya mnachokifanya. Amen, 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 amen. Nataka tuabudu Mungu. Nataka tuabudu Mungu kwa sura hiyo, kwa mlengo huu, kwa mtazamo huu, ambapo watu mamia kwa makumi watatongojea katika njia panda. Amen. Watatongojea katika maeneo kadha wa kadha ambayo tutapita, walau watake kumwabudu Mungu tunayemwabudu. Sawa. Amina. Huo ndio mtazamo ambao niko nao, na kama hautakuwa wa kampeni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jana nimezungumzia kuhusiana na kuwa mbele. Kuhusiana na kuwa mbele, kwamba daima ukiwa mbele kwa kila kitu, ibada itakuwa ni moja ya kitu chenye furaha sana. Amen, amen, amen. Lakini ukiwa nyuma ibada itakuwa moja ya kitu mzigo sana. Kweli, 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 kweli. Lakini ukiwa mbele kwa kila kitu, Amina. maombi ukawa mbele, kuimba ukawa mbele, kujifunza ukawa mbele, kile kuikaa inaonyesha kabisa mpaka mhubiri anavyohubiri anajua kabisa hapa naongea na huyu. Katika watu ambao sipotezi haya nayoongea, hata niendelee kuongea, ni huyu. Yaani wewe uwe ndo mtu ambaye mhubiri wanajua unaelewa. Amina. Amina sana. Hawa wanajua unaelewa kwa vile akili iko sawa sawa. Hawa wanajua unaelewa kwa vile ambavyo ukitoka na kuona wewe ndo wa kwanza practice. Kufanyia zoezi ya kile kilichotajwa, kilichosema. Najua nao ule uelewa kuwa active tu kanisani, tukitoka nasema itakiwa uombe sana, uwe kimbele, uwe mbele kwa maombi, kwa ibada. Tunatoka tu hapa, tunamaliza tu hapa, basi wewe umechoka vile. Hiyo si lugha ya kwangu umeelewa, kwa sababu uelewa na mahubiri haijaishia leo. Hayo mahubiri yataendelea na jioni. Kwa hiyo mtu ukianza tena na kuona sura iko haya, anasema tunataniana bwana, wewe mwema. Jana hapa nilikuwa nimezungumza kwamba nitaka uwe mbele. Uwe mbele kwa kila kitu. Uwe mbele kwa maombi. Uwe mbele kwa ibada. Uwe mbele. Tunamaliza tunasema haya tuabudu, twende tukaombe. Najaribu kuangalia baadhi ya sura, nikakuta ndio zimepoa, zimechoka. Nasema kama huyu akija tunaanza tena mahubiri, na sasa niko mbele na kuelewa. Nasema hapa nikutaniana. Huko nikutaniana. Na hakuna namna ambayo ni njema ukaichukulia vibaya na matokeo kwako yakawa vizuri. Kwa hiyo karibu kila namna itakayo
itakayo kupusti inategemea unavyochukulia. Amen. Inategemea unavyochukulia. Hili iko serious. Ndio maana wale mwingine unaona, kwa mfano jana nimehubiri, nikamaliza, hapana nikashika maiki, nikaomba mwenyewe kwenye maiki kwa muda mrefu. Ile sio kwamba nilikuwa, yaani kwanza nilikuwa nashukuru Mungu kwa Mungu asante. Akaka tuwe mbele. Lakini na mimi mwenyewe najiona hata hii sauti ninayoomba, hata hii hamasa niliyo nayo, naona ni hamasa ya kutaka niwe mbele. Amen. Sasa kuelewa ambapo hakuna kuchukua hatua sawa na ulivyoelewa tena kwa mapema, mtasumbuka sana. Mtaishi siku nyingi na vitu vingi vikubwa na mna maswali mengi ambayo hayana majibu. Kweli? Nishakwambia hiki kitendo cha kukaa kwa changamoto kanisani una mashaka. Hata hivyo nimesema kwenye vinywa vyenu, mimi hapa kama ilivyosema Ima, nimetia nanga. Hapa meli achayo. Hata na mimi mwelewe kitu kimoja. Mimi nilikwambia sehemu kubwa nitaishi na nie ulivyo wewe. Kwa kujijua, kwa sababu kuna wengine mna kiburi mpaka ujue ulivyo na kiburi. Yaani ujue una kiburi mpaka ujue ulivyo na kiburi. Mimi huwezi ukaniambia nimetia nanga, hapa nimefika. Yaani ukajua na mimi nimetembea. Achilia mbali Ima ni Mwairoro mwingine, ni Onesimo mwingine, Amoni mwingine. Yaani moja wa watu ambao najua wamekusudia kupambana kuendelea kuwepo. Sio atakuwepo kama anavyosema, amekusudia kupambana. Kwa sababu kuwepo na kusudia kupambana ni vitu viwili tofauti. Unaposema nitaendelea kuwepo lakini baadhi ya maelekezo unayopewa unajisahau haraka. Yaani kitakachokufanya uachane na Mungu ni makosa. Sababu kuna baadhi ya makosa kusababisha madhara ambayo hutaweza ushikamana. Amen. Kwa hiyo mimi sio mmoja wa wahubiri ambao nitasema niko kazi kuondoka. Nikiondoka niende wapi? Utaishi na mimi nitakuamini sana kwa sababu hiyo. Mimi nitajua uwezi kuondoka ikiwa karibu kila kitu uko active. Amen. Kwanza kabisa uvifanye vile vitu hata bila kuvielewa sawa sawa. Lakini mbili, upiga hatua moja, uanze kujua karibu kila unachokifanya kina faida kiasi. Amen. Kina maana gani? Hapa ni kwa mtu na bidii, tukisikiliza hapo nasikiliza kwa bidii, tukiomba unaomba kwa bidii, tukiimba unaimba kwa bidii. Ila nikikuangalia tu hivi vizuri, hicho unachokifanya hujui impact yake, hujui faida yake, hujui ukitoka tu hapa ama unavyoendelea tu hapa kitasalisha nini. Hiyo ndio anasema kwa vyote vile hatuna safari ndefu. Sasa nataka kwanza ianze bidii kama utii na unyenyekevu. Ianze tu bidii wakati wa kuomba, bidii kuimba, bidii unasikiliza papa, bidii unatoka karibu kila kitu ambacho ulikisikia kwamba ni maelekezo, ukitoka unatakiwa uende ukifanya hiki, unaenda unakifanya kwa uangalifu kabisa na kwa namna ya kwamba nimeelekezwaje. Yaani akili yako yote iko kwenye nimeelekezwaje. Unaenda kukifanya kwa namna ulivyoelekezwa. Mimi najua nitakwenda kwa sababu mimi siendi na watu wanaonipenda au wanaoshangaa yale ninayofanya. Mimi nakwenda na watu wanaonufaika. Amina. Yaani huwezi ukaendelea na mimi kwa sababu utashangazwa, sababu kesho utasikia
Sisi mchungaji Barikiwa leo yuko na watu wa maana. Leo kaitwa mahali pa maana. Sijui leo mtu kamgusa kapona. Sijui leo katamka tu neno mtu kapona. Hauwezi kaenda na mimi kwa kushangilia. Kweli. Utaenda na mimi kwa wewe kufurahia yatokanayo na unayoyafanya. Ameni. Na yatokanayo na unayoyafanya yatatokea ukipiga hatua moja kutoka kwenye unyenyekevu wa kufanya kila unachoagizwa kwa namna unayoagizwa bila hata kujua impact yake, faida yake kubwa, na kutoka hapo kwanza kuyafanya yale mambo kwa kuiona ile faida kabla haujafanya. Mimi nikiwa mahali kadha wa kadha nimezungumza kwamba mimi karibu kila ninachokifanya wanapataka faida hapo hapo. Ndani ninavyoendelea kuomba najua na faida itakayotokea. Ninavyoendelea kuimba, nikiruka, nikicheza, naona kabisa na faida inayotokea. Amen. Kwa mmoja ya faida ya kucheza kwa nguvu ni kunyosha viungo, kwa sababu Mungu kuuponya huu mwili na kuweka sawa sawa aliweka tiba kwenye mwili wenyewe na kwenye ibada. Amen. Shughuli za ibada. Kwa hiyo tukisha tatu maisha ambayo yani wewe unakuwa umezama tu kwa Mungu, lazima uanze kuumwa maradhi yanayotokana na viungo hivyo kutokunyoshwa na kutokuchemshwa. Lazima uwe maradhi hiyo haina wewe ulishaenda kwa Roho Mtakatifu umefunga siku 70, si unaomba masaa mangapi? Alimadamu kuna mahali ambapo hivi viungo utavifanyisha kazi ngumu. Kwa sababu kadri unavyovichemsha hivi ni unaleta ule mzunguko wa damu zilizokuwa zinagandiana bila utaratibu. Ziende kwa spidi inayotakiwa. Ndio maana nishasema mara kadhaa nikasema kwa Kakobe ni wagonjwa sana kwa sababu ya staili yao ya kuabudu na Wasabato. Yaani ile staili yao ya kuabudu ndio inayosababisha, kwa sababu Mungu alipenda sana kwa sababu ile ni ibada pia. Kucheza ni ibada. Yaani kile kitendo cha kujidhalilisha, kwa sababu rais hawezi kumchezea rais mwingine. Kwa kile kitendo cha kucheza ni kitendo cha kujifanya mimi sio kitu. Na Mungu katika kutimiza ulilotakiwa utimize, mule ndani kaweka dawa. Mule ndani kaweka dawa ya kwako wewe mwenyewe. Na kisha hiyo ni sayansi itakuhitaji lazima ufanye mazoezi. Na Mungu mazoezi alishayaweka kwenye mfumo wa ibada. Na ndio maana niliwahi kuhubiri kwamba mlokole kufanya mazoezi kukimbia barabarani ni umaraya unakusumbua. Kwa sababu mfumo wa mazoezi wenyewe umewekwa kwenye ibada. Hapo hiyo shughuli ya kuimba, kucheza, unahakikisha karibu vitu vyote vinafanya kazi. Miguu inafanya kazi, mikono inafanya kazi, kichwa kinafanya kazi. Kwa panakuwa pana mahali ambapo damu mapafu yanafanya kazi. Yaani panakuwa ambapo damu imeganda. Damu imeganda tu. Kule kuganda kwa damu kuganda, hii ni sayansi ya mbinguni. Kule kuganda kwa damu kwenye eneo fulani ndio panapoenda kutokea ugonjwa. Sasa mimi sijavisikia hili duniani. Sijavisikia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna haja kabisa kwenye shughuli zinazohusu ibada ujikute ni mtu ambaye kila ambacho kiliwekwa huko kwenye ibada wewe uko mstari wa mbele. Na unajua faida yake. Faida yaani lazima upite uende kujua faida. Kitu ambacho hauwezi kukiacha kirahisi unachojua faida. Ila kile ambacho nisomea tu maandiko kabla ni agizo, ni maelekezo ya kanisani kwetu, utaacha. Yaani kama wewe uweze ukaacha ni ulichoona faida. Kwa mfano mimi
pamoja na heshima ndio nayo, lakini siwezi kuacha kucheza na kurukaruka, kwa sababu hiyo ni njia ya Mungu ya mimi kuwa salama. Amen. Kwa ninavyocheza pale, yeye mnamchezea Bwana ili Bwana aone vizuri. Mimi ninachojua niko na jitibu. Hapa niko na ifanya damu ikae inavyotakiwa kukaa. Ikinyosha mikono, kwa faida inaonekana pale. Wewe unamchezea. Nikiomba ndio kabisa naomba hivi. Akili inaanza kukaa sawa. Inabidi akili ikae sawa. Sasa kwa nini ikae? Hapana, siombi hapa. Hapana, naongea maneno ili watu wajue ninaomba, lakini hapa siombi, kwa maana akili ikae sawa. Hebu ngoja nirudi nianze kuomba. Sasa nataka ikiwezekana navyotoka hapa akili ikae sawa. Navyotoka hapa isiwe kula, akili ikae sawa. Ukishaanza kufanya kila kitu, unatafuta kitu kwenye kila unachokifanya, kuna kitu unatafuta. Utakuwa ni mtu ambaye kila unapoomba umejisahau. Hiyo ukijikuta ni wewe kila unavyoomba ni mtu wa kusinzia. Kila unavyoomba ni mtu wa akili kuwa mbali. Moja ya sababu ndio maana ya unachokifanya. Kweli. Kwa wakati huo uijui maana unachokifanya. Yaani imebaki faida chache tu za kwamba maombi hata akili ikiwa mbali yanasababisha afya. Ndio vitu ambavyo basi Bwana yaani wewe kwa wiki ni kawaida. Kwa wiki maana ya unachokifanya ambayo ni dhaifu kwenye akili yako. Maana ya unachokifanya. Baada kwa usingizi ambao usiku tumelala. Kweli. Unakuja hapa kuomba. Ndio. Unalala asubuhi ndani mtu kama una usingizi mwingi. Sana. Una mapepo mengi. Ni kweli. Na umeharusu kwa sababu hujatathmini haya yanayofanyika yana faida kiasi gani. Sepusha hata kama haujalala usiku wakati wa maombi, unao uwezo wa kuwa na ile haja ya Mungu atende. Inawezekana sana. Yaani usije. Inawezekana. Usije, sio siku moja. Hata mwezi. Kwa sababu hata maswali wanaenda kesho kutwa. Kuna mahali wanawekwa wiki 3 halali. Wanataka tuwamuonyeshe yani maisha ya raia na maisha na kazi unayoenda kufanya ni muhimu kuliko usingizi wako. Kweli. Na usingizi na halali na atarudi salama. Nini umuhimu wa anachofanya ndio kinafanya silaha. Sisi umuhimu wake ndogo. Yaani umuhimu wa kuomba, umuhimu wa ibada na utajua mtu hapo na shirika. Ni umuhimu. Yaani umuhimu wa hicho kitu. Nishawahi kuambia unavyoshirikishia kuna kitu cha maana unachofikiria kuliko kinachoendelea. Yaani story zote, mazungumzo yote yasiyo na maana. Wana vijana ndio tukao sema inaomba shaka kusipotoa utoro. Maneno yako yanaleta usingizi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unajikuta unalala maana kinachoendelea sio cha maana kuliko unachofikiria. Uwezo ukalala bila kufikiria jambo tofauti na hapo. Ni kweli. Yaani ili ulale lazima ufikirie kinyume cha kinachoendelea. Kweli. Kisha hatutoki hivyo. Hatutoki hivyo. Kwa kweli. Kuna mwisho wa mwana kila jioni kwa naendelea kuongea sasa hivi kwa moto mzito.
Anaoza. Kuoza nikufafanulie. Kuoza ni kwamba kuna funzo lipita kanisani kwamba mbegu isipozikwa ikaoza haiwezi kuota. Kwa hiyo ikatolewa tafsiri pale kwamba kuoza hiyo kitu lazima kiharibike. Kwa sura yako itaharibika. Mambo yako yataharibika. Mambo yako itaharibika. Hivyo ndio unaoza ili uweze kuota. Kwa tukwambia unaoza wakati mwingine ukiona sura si unajaribu iweke vizuri inaharibika, uko kuoza. Ili uote yapange mambo kule yakae vizuri na kuta uone yanapangika, uko kuoza. Wewe ukisema unaoza mpaka mafuta hayakolei, uko kuoza. Wanasema unaoza usiseme bwana hawa wananitukana. Najua sisi tuna kawaida lugha ikitoka huwa tunasahau kujua kuna wageni wamekuja baadaye. Unaona tu unakutana na sema naona unaoza. Naona unaoza. Anakuwa hadi sasa muda lugha zao zote umehimili sana. Lugha baada ya kutamka ya ukosoaji tunaweza kukosoa. Wala tukuita afisa elimu. Kwa kweli. Umehimili lakini katika yoyote tukisha kuwa sisi utaona tunavyoitana, tunavyoambiana, tunavyoelezana. Hata mwenye tafsiri. Utajua ni kizazi ambacho sijui chenyewe kiko ulimwengu gani. Bwana Yesu asifiwe. Leo nataka kuzungumza kidogo kuhusiana na uhodari, uwezo wa kufanya vizuri hata kwenye mazingira yanayoonyesha haiwezekani. Amen. Uhodari ni mkakati wa makusudi wa kutaka kufanya vizuri hata kwenye mazingira yaonekanayo hayawezekani. Mkakati ni mkakati wako binafsi, ni hamasa yako binafsi, ni mipango yako binafsi. Yaani ni wewe tu kusema mimi ndio nitakayefanikisha, limeshindikana nitafanikisha. Kwa mfano mimi niwaambie Kisanga, kwa sababu yote tutakayotunga sababu wakati mwingine tukienda vizuri sana hii sababu za kwamba hawaji kwa sababu wanaogopa watu, bado tunatunga. Kuna mvuto kuliko mtu kuogopa mtu. Kuna mvuto unaopita watu kuogopa watu. Ambao sio tu itategemea wakati gani utaenda baadaye. Yaani watu wanaweza hata tu unaenda mahali wamepangana kabisa hatuwezi. Kama ni sasa mnaenda mfano mara kadha wakati. Kwamba huyo alivyokuwa anaenda nani wa Mamposa, tulikuwa naenda Dodoma. Walitangaza kwenye makanisa atakayeenda kwenye mkutano wa Mamposa tutafukuza. Atakayeenda kwenye mkutano wa Mamposa tutafukuza. Kwa kadri walivyotangaza ndivyo watu walivyompromote ndivyo watu walikwenda wengi. Na ikafika mahala mpaka wachungaji wenyewe wakaenda eti wakaona watu wao kama wapo, na wenyewe wakaenda eti wakaone jinsi watakao kosoa Mamposa. Kumbe ndio umeenda. Kwa hiyo masuala kwamba hebu wakati mwingine tubaki tu kwamba tuimarike na tujikosoe. Tuimarike kwanza na tujikosoe. Wale watu tusiwalaumu. Tutaendelea kuwalaumu na wenyewe watimize wajibu wao, lakini tukibaki huku ndani huku tusilaumu wale, huko tupangane sisi. Na mimi natamani hii kazi msiniachie mimi. Hii kazi nikupe uliyeko hapa ndani. Amen. Moyo wako ukwambie hiki sana nitaibadilisha mimi.
Usibadilishe kwa jinsi ya roho. Uhodari ni mikakati ya makusudi ya kusema mimi nitabadilisha mazingira haya na kwanza kukaa chini kuhesabu nitapita wapi. Mtu hodari, nimeshahubiri na nimeshaandika kwenye vitabu, mtu hodari ni mtu anayepiga hesabu kujua atapita wapi kufanikisha lengo lake. Ni mtu ambaye mipango yake peke yake inakupa imani ataweza. Ni mtu ambaye sura yake, confidence yake, muonekano wake, mtazamo wake, namna anavyoweza kuwa anatazama mambo. Hata mkipita naye, pengine mnaongozana naye kupita kwenye nyumba za watu, kwenye mitaa mbalimbali huko, kimwangalia unasema huyu ana jambo zaidi ya hili tunavyopita. Amen. Hodari ni mtu anayeamini kufanikisha jambo kwenye mazingira yadhaniwayo haiwezekani. Yeye anachojua kila linalotakiwa lifanikiwe, lililo jema itafanikiwa mikononi mwao. Amen. Ila tu hatua kwa hatua. Ili nifike pale, ngoja kwanza nifanikishe hili. Ili nataka kufika pale, ngoja pia nifanikishe hili. Lakini nataka kufika pale, ngoja pia nifanikishe hili. Nataka kufika pale, na kile ukimtazama unaona anafanikisha hili, hasemi naenda pale, wewe unaanza kusema huyu atafika pale. Hodari sio mtu anayeongea sana tu yeye mwenyewe, mimi nataka kuwaje. Staili zake za upangaji, ufanikishaji na ufanyaji wa mambo mengi, utakuwa unaona huyu. Mimi nataka sisi hapa tuwe tunajua wewe unafika wapi. Amen. Sio wote mwe mnaangalia tu mchungaji pala atafika. Wewe unaweza mimi nakusanyika mwenyewe, lakini alimada tumekusanyika na nyie. Ndio. Maana yake ni hili. Na wewe pale unaposema mchungaji pale anaweza akafika, na wewe fikiria kufika pale. Amen. Hodari sio mtu mwenye pesa nyingi. Hodari sio mtu tu ambaye ana experience kubwa, ngoja muelewe. Hodari sio mtu mwenye experience kubwa kwamba ameshawahi kufanya vingi. Hodari ni mtu mwenye hesabu kubwa. Ni kweli hesabu kubwa inatokana na uzoefu wa mambo mengi uliyowahi kukutana nayo. Kwa maana mimi nimeambia sio kila taabu waliowahi kupitia baba zetu kufanikisha waliofanikisha lazima tuipitie. Hapana, sio kila. Sio kila. Unaweza ukakaa tu chini na kujua ni wapi walitakiwa wapite ili wasipitie kule kwenye ile taabu. Na ukafanikisha jambo lile lile kwa sura ile ile. Hodari ni mtu wa hesabu. Hata Biblia ilishaweka sana zote. Ilishakwambia shujaa, bali ni mtu aliwalo na. Na Biblia inataka vyote hivyo uwe navyo. Lakini leo hapa nazungumzia hodari kwa sababu vinajitegemea. Hodari tofauti na shujaa. Hodari ana kitu kama woga. Hodari ana kitu kama woga. Hodari ni kitu kama kinachoitwa hekima, yani kufanya maamuzi sahihi wakati sahihi, mahali sahihi. Ama kufanya maamuzi ambayo hayataleta majuto ama uharibifu mbele. Vitu vyote hivi vinaweza kuja kukuleta kwenye uhodari, yani pengine ushujaa, kile kitendo cha kujilipua. Na mara nyingi hata huyu mtu hodari huwa anakuwa na ushujaa. Kuna vitu vingine anakuja mwanzo, mimi nataka kufika pale kufanikisha kile, sio ni pa kupita hapa sasa, napiga popote kikubwa nione kule nyuma. Ndio. Napiga popote, yani hodari ana ushujaa, lakini mara nyingi hodari hutegemea uhodari peke yake kufanikisha mambo. Bila ushujaa, ushujaa ni kwenda kipofu kwenye mambo mengi.
Ushujaa una hesabu mle ndani. Lakini maeneo mengi unakujiamini kwingi, unaliwalo na liwe katika maeneo mengi. Hapa naongea uhodari. Natamani kama Geshanga kila mmoja anasema nitafanikisha. Nitafanikisha. Haitegemei pesa, inategemea hesabu. Ni kweli ile hesabu inaweza kupelekea ujikute kuna pesa fulani niipate. Na pesa yenyewe unaipata kwa hesabu tu za kawaida. Nitafanya hiki, nitafanya kile, nitafanya kile. Nitapata ile pesa. Ile pesa nikipata nikileta hapa, itanipeleka pale. Itanifanikisha kile. Itanizalia, itaniwezesha kile. Amen. Kwa maana kuwa mtu hodari kwa mambo ya ufalme wa Mungu, uhodari ukakushindwa, ukakufanya ushindwe kupata pesa za kufanikisha baadhi ya mambo, wewe bado hujaelewa uhodari ni kitu gani. Kwa sababu pesa ndio moja ya vitu vya chini kabisa. Pesa hazifanikishi mambo. Hazifanikishi mambo mengi tunakotaka kwenda. Amen. Yale mambo ambayo tunataka tu yaje yatokee kabisa hayategemei pesa. Yale mambo yanayotakiwa tunayotaka kufanikisha yanategemea akili inayoshangaa. Mimi nataka tafakari mchana asubuhi. Nasema hivi ndiye mmejiulizapo kwa nini hakuna hospitali ya wanyama pori? Hakuna hospitali ya wanyama hawajawahi kuishi. Hawajawahi kuishi. Wapo tu wanaongezeka. Kwa sababu kama magonjwa yapo ya kuambukizana, sisi wanadamu tumetishwa sana. Hospitali inaweza isiwepo kabisa, ukaishi siku nyingi kuliko tunavyoishi. Wanyama pori hawana magonjwa ya kuambukizana. Kwa nini hawateketei wote? Kwa sababu moja nikwambie, kinachoua wanyama pori ni mwanadamu kwa makusudi mabaya. Kweli. Ila wanyama pori wasipoingiliwa na mwanadamu yoyote, wana siku nyingi uwezo ukaona amekuwa anaumwa. Amen. Uwezo ukaona wanakufa. Hata akiumwa atapona kwa nyasi zile anazokula. Wanyama pori wana ndege? Hawana. Wanyama pori wana magari? Hawana. Wana nyumba? Hawana. Wanaoga? Hawana. Hawana. Sasa mwanadamu ndo alivyo, alikuwa aogi, alikuwa na hela, alikuwa na gari, alikuwa naishi miaka zaidi ya 900. Aya maruaya, haya nalipata gari, nyumba, hospitali, matibabu, hela. Haya ndio tunamokuwa. Humo ndio tunamoenda kuumia. Tunaenda kutafuta vitu ambavyo vyenyewe sio lazima kuwa